Tafiti zinaonyesha biashara nyingi sana huwa zinakufa ndani ya kipindi cha miaka mitatu mpaka mitano, na hii ni kutokana na sababu mbalimbali, lakini sababu mojawapo ambayo imekuwa ikipelekea biashara nyingi kufa ndani ya kipindi cha muda huo ni kuto kuifahamu au kuto kuitumia kanuni ya separate entity. Yani unakuta ni mmiliki wa biashara anaifahamu au haifahamu na anakuwa anaacha kuitumia. Sasa separate entity ni nini? Separate entity ni kanuni ya kiuhasibu na ya kibiashara ambayo inatumika kutofautisha kati ya mali, fedha, mapato ya biashara na mmiliki wa biashara. Yaani kwa Kiswahili cha haraka haraka unaweza kusema kwamba kila kitu kinachohusiana na kibiashara ni tofauti kabisa na mmiliki wake. Yaani madeni ya biashara, fedha za biashara, mapato ya biashara yanabaki kuwa ni ya biashara tu, na fedha na mali na madeni ya mmiliki yanabaki kuwa ni ya mmiliki. Sasa watu wengi wamekuwa hawaifuati kanuni hii. Sasa na uzuri wa kanuni au ubaya wa kanuni, ukiitumia itakuletea faida, lakini pia hata usipoitumia utapata madhara ambayo yanakuwa yanaambatana na ile kanuni. Sasa business entity imekuwa tu sio kanuni, bali imekuwa ni mkombozi kwa wafanyabiashara, ni mkombozi kwa biashara yako. Sasa hebu tukaangalie hasara utakazozipata kama ignore au kama hautaitumia kanuni ya business entity. Hasara mojawapo utakayoipata ni kutokukua kwa biashara yako, au Waswahili wanapenda kusema kudumaa. Biashara yako itadumaa. Kwa nini biashara yako itadumaa? Kwa sababu kama hauifuati kanuni ya business entity, utakuwa huwezi kutofautisha matumizi yako wewe na matumizi ya biashara. Yaani utakuta mtu ana matumizi yake binafsi, anachukua hela kwenye biashara, anaenda anatumia. Kuna matumizi ya biashara, anachukua fedha kwenye biashara, anachukua fedha ya kwake binafsi, anaenda kuitumia kwenye biashara. Biashara yako haiwezi kukua kwa sababu unachanganya matumizi ya biashara yako na matumizi ya kwako wewe binafsi. Lakini hasara ya pili utakayoipata ni kutokujua kama unapata faida au hasara. Kumbuka siku zote tunafanya biashara ili tuweze kupata faida. Sasa ukiwa haufuati kanuni ya business entity, huwezi kujua kama unapata biashara. Huwezi kujua kwamba mwezi huu nilipata faida kiasi gani, au wiki mbili zilizopita nilipata faida kiasi gani, kwa sababu utakuta unapata faida kwenye biashara na faida ile ile unaichukua unaenda kuweka kwenye matumizi yako binafsi. Kwa hiyo huwezi kujua kama unapata faida au unapata hasara, na kama huwezi kujua kama unapata faida au hasara, automatically huwezi kuendelea katika biashara yako. Lakini hasara ya tatu utakayoipata kama ufuati kanuni ya business entity, biashara yako itakufa, kwa sababu kitu kisichokuwa automatically kinafanyaje? Kinakufa. Kwa nini biashara yako itakufa? Kwa sababu mtu ambaye afuati kanuni ya business entity mara nyingi huwa ana tabia ya kuchukua fedha kwenye biashara yake akisema kwamba nitairudisha, biashara si ya kwangu bwana, nitarudisha. Kwa kadiri unavyokuwa unachukua na nitarudisha na haurudishi, ile ndio inapelekea biashara yako kufa. Sasa nini cha kufanya au ufanyeje ili uweze kufuata kanuni ya business entity? Kanuni ya kwanza, ushauri wangu wa kwanza ninaokupa, au kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, hakikisha unafungua akaunti ambayo utakuwa unaweka fedha za biashara. Yaani kwamba nitafungua akaunti benki, nitakuwa naweka fedha za biashara tu, au nitakuwa na line yangu ambayo nitakuwa naweka fedha za biashara, au nitakuwa na kibubu ambacho nitakuwa naweka fedha za biashara tu na sio fedha za vitu vingine. Kitu cha pili, hakikisha unatunza kumbukumbu za biashara yako, kwamba nitakuwa na daftari ambalo nitakuwa kila kinachohusiana na biashara yangu nitakuwa na kirekodi. Nimeingiza mzigo na rekodi, nimeleta biashara, nimeleta bidhaa nyingine na rekodi, nimeuza bidhaa kadhaa na rekodi, nimepata faida kiasi gani, nimepata hasara kiasi gani. Hakikisha una rekodi, unakuwa una kitabu au kitu chochote kile kitakachokusaidia kutunza kumbukumbu za biashara yako tu. Yaani kama daftari hili linahusiana na mambo ya biashara, kisha una rekodi ni biashara tu na sio mambo yako binafsi. Lakini ushauri wa tatu ninaokuachia leo ni hakikisha unajilipa
watu wengi wamekuwa likifikia swala la kujilipa kwenye biashara zao, wamekuwa wakipata kigugumizi kwamba biashara ya kwangu mwenyewe halafu najilipaje? Tunarudi kule kule kwenye business entity, ni watu wawili tofauti. Yani wewe na biashara yako ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo hakikisha unajilipa, yani weka kiasi kadhaa kwamba mimi kila baada ya mwezi kutoka kwenye biashara yangu kulingana na faida niliyoipata nitakuwa najilipa kiasi kadhaa. Mimi kulingana na faida ninayopata kwa wiki nitakuwa najilipa kiasi kadhaa. Na hii itakusaidia kuondoa yale matumizi ya kwako yasiyo ya lazima, kwamba nimepata shida kidogo naenda kuchukua kwenye biashara alafu nitarudisha mwisho wa siku urudishe. Nimepata shida fulani, emergency fulani, nachukua. Lakini hata ikitokea ukapata emergency yoyote ambayo itakulazimu kuchukua fedha yoyote ile kwenye biashara yako, hakikisha unairudisha kwa ajili ya afya ya biashara yako. Leo nimeona nikuletee hilo kuhusiana na business entity. Uzuri wa kanuni kwa hivi, ukiifuata itakupa faida, lakini usipoifuata utapata hasara ambazo zinaambatana na faida hiyo. Kumbuka, ukichanganya fedha za biashara na fedha zako binafsi, utakuwa unaiua biashara yako kimya kimya. Wenyewe wanasema kaa kijanja, fuata business entity. Leo nimeona nikuletee hilo la business entity. Usichoke kujifunza kama mfanya biashara, kwa sababu siku zote maisha ni kujifunza, na mfanya biashara mjanja ni yule anayejifunza kila siku namna ya kuiboresha biashara yake. Asante kwa kuendelea kunifuatilia. Usichoke kujifunza, kwa sababu siku zote maisha ni kujifunza.